Yes, mambo vipi mwanafamilia Mwaki Sports, karibu sana katika channel yako pendwa ili kupata zile updates kali za kimichezo ambazo zimekuwa zikijiri kila siku nasi tunakuwekea hapa kila wakati. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya kupata zile dondoo mbalimbali za kimichezo. Na kubwa zaidi tunaangazia mchezo wa hatua ya makundi, mchezo wa awali kabisa katika hatua hii ya makundi, ambapo Young African Sports Club watakuwa mwenyeji dhidi ya FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar siku ya tarehe 22 mwezi wa 11 majira ya saa 10 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaangazia nini kinakwenda kutokea katika mtanange huo, tukiangalia ubora wa timu zote mbili, kwa maana ya FAR Rabat ya kule Morocco kwa upande wa ligi yao, lakini pia performance mzima ya msimu huu FAR Rabat wamekuwa na performance ya aina gani, lakini pia tukiangazia performance ya Dar es Salaam Young Africans, Yanga Africa, ambayo ndiyo timu mwenyeji katika mchezo wa tarehe 22. Kwa maoni ama kwa mtazamo wa kibinadamu kabisa, tunaamini kwamba Young Africans ana nafasi kubwa sana ya kushinda. Tukianzia performance za misimu miwili iliyopita katika upande wa michuano ya Kiafrika, kwa maana ya international tournaments hizi ambazo ziko chini ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, Yanga bado yuko juu. Kwa maana Yanga msimu uliopita ameishia hatua ya makundi katika upande wa klabu bingwa. Msimu uliopita kabla ya msimu wa jana, Young Africans aliweza kuishia hatua ya robo finali, hatua ya klabu bingwa, kombe la klabu bingwa. Lakini pia ukiangalia msimu juzi, Young Africans aliweza kufika hatua ya finali kombe la shirikisho. Kwa upande wa kwa upande wa AS FAR Rabat, tunaona katika misimu mitatu yote hii kufika popote katika upande wa makombe haya ya klabu bingwa na shirikisho, kwa maana michezo ambayo inasimamiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Lakini pia ukija kuangalia katika upande wa ligi kuu za nchi zao, FAR Rabat ameweza kunyakua ubingwa msimu juzi tu, ubingwa wa ligi kuu ya nchini Morocco. Lakini ukiangalia Young Africans ana misimu minne mfululizo amekuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani Young Africans ana nafasi ya kushinda mechi hiyo. Lakini ukiachana na hayo, pia tukiangalia hata katika upande wa michezo hii ya ligi kuu zinazoendelea, kwa maana michezo mitano ya juu ukichukua, bado Young Africans ana pointi kubwa sana ya kushinda, kwa sababu hakupoteza hata mchezo mmoja zaidi ya kutoa sare moja tu katika michezo mitano ligi kuu. Lakini ukiangalia kwa upande wa FAR Rabat ametoa sare 2, lakini pia ameshinda mechi 2 na kupoteza mechi moja. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo inaweza kufungika, ni timu ambayo inaweza kutoa alama 3 kwa Yanga. Kwa hiyo Young Africans ni kitendo tu cha kujiamini na kutengeneza ile fitness kwa wachezaji, sambamba na kuweka psychological fitness, kwa maana fitness ya akili iwe sawia kabisa, ili kuwatengeneza wachezaji wawe wenye kujiamini na kufocus na kile ambacho wanakihitaji siku ya tarehe 22. Lakini bila shaka, bila hiana yoyote, tunaamini Young Africans anakwenda kuwa mshindi katika mechi hiyo, na kwa mtazamo wangu nafikiri magoli yatakuwa ni mengi sana, zaidi ya goli 2 Young Africans watapata. Una maoni gani kuhusiana na mchezo huu wa tarehe 22? Unahisi Young Africans kweli anaenda kutoboa ama pengine atapigwa akiwa nyumbani? Tuandike maoni kwenye comment section, usahau kusubscribe, like na kushare video zetu ili na wengine waje kutazama. Hadi wakati mwingine, na kwa